Hatimaye Amos Makala atoa kauli. Katibu wa Halmashauri Kuu NEC Itikadi, Uenezi na Mafunzo wa Chama cha Mapinduzi CCM CPA Amos Makala amewasili katika ofisi ya Chama cha Mapinduzi mkoani Mbeya kuanza ziara siku tatu katika mkoa wa Mbeya na Iringa, akisema kuwa hakuna haja ya kuwabembeleza Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, kwani Chama cha Mapinduzi CCM kinakwenda kwenye uchaguzi kwa mujibu wa katiba. Akizungumza na viongozi, wanachama, wananchi wa mkoani Mbeya, CPA Amos Makala amesisitiza kuwa chama kipo tayari kushindana kwa njia ya haki kikatiba, huku akieleza kuwa Chama cha Mapinduzi CCM kinaendelea kutoa huduma bora kwa wananchi kupitia uongozi wa kidiplomasia na uwazi. Watu mbalimbali kutoka mkoa wa Mbeya walihudhuria mkutano huo na kuonyesha mwamko mkubwa wa kumkaribisha. Ni taarifa kutoka jijini Mbeya. Hatimaye Katibu wa Halmashauri Kuu NEC Itikadi, Uenezi, Mafunzo wa Chama cha Mapinduzi CCM CPA Amos Makala amewasili katika ofisi ya Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Mbeya kuanza ziara siku tatu katika mkoa wa Mbeya na Iringa, akisema kuwa hakuna haja ya kuwabembeleza Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, kwani Chama cha Mapinduzi CCM kinakwenda kwenye uchaguzi kwa mujibu wa katiba. TANESCO inadaiwa shilingi bilioni 238.71 na IPTL. Mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG Daktari Charles Kichele amewasilisha ripoti kuu ya mwaka wa fedha 2023-2024 kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan Ikulu jijini Dar es Salaam, ambapo amesema shirika la umeme Tanzania TANESCO linadaiwa shilingi bilioni 238.71 na kampuni IPTL, ikijumuisha deni halisi la shilingi bilioni 111.48 na riba yake ni shilingi bilioni 127.22. Daktari Charles Kichele amesema pamoja na mgogoro kuhusu kutohusishwa kwa leseni ya IPTL kati ya mwaka 2017 hadi mwaka 2022, kampuni hiyo iliwasilisha madai mengine mengi ya fidia, gharama za uzalishaji na ada ya kisheria, huku TANESCO ikidai mgogoro huo umeshatatuliwa kupitia kesi yenye nambari 200 ya mwaka 2015. Kwa upande mwingine, hadi Juni mwaka 2020, IPTL ilikuwa imerejesha dola za Marekani milioni 148, shilingi bilioni 389.83 zinazodaiwa na serikali tangu Februari mwaka 2022, zilizotokana na makubaliano kuhusu fedha za Tegeta escrow. Napendekeza kuwa serikali ifanye tathmini kamili ya madai yote ya madeni yaliyohusiana na kampuni ya IPTL ili kubaini uhalali wake, usahihi wake na utekelezaji wa makubaliano ya kisheria. Pia serikali irejeshe pesa inazozidai IPTL dola za Kimarekani milioni 148. Ni taarifa kutoka jijini Dar es Salaam. Hatimaye mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG Daktari Charles Kichele amewasilisha ripoti kuu ya mwaka wa fedha 2023-2024 kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan Ikulu jijini Dar es Salaam, ambapo amesema shirika la umeme Tanzania TANESCO linadaiwa shilingi bilioni 238.71 na kampuni ya IPTL, ikijumuisha deni halisi la shilingi bilioni 111.48 na riba yake ni shilingi bilioni 127.22. Madiwani ya Arusha wagoma kuligawa jimbo. Madiwani wa halmashauri ya jiji la Arusha wamekataa kuligawa jimbo la Arusha mjini mara mbili, wakidai ukubwa uliopo hivi sasa unakidhi mahitaji ya wananchi, huku wakikubaliana kugawanywa kwa kata 4 za jiji la Arusha. Madiwani wamekataa kwa pamoja madai kuligawa jimbo la Arusha mjini kwa madai kuwa halina ukubwa wa kugawa katika kuwahudumia wananchi. Akizungumza suala hilo, meya wa jiji la Arusha Maximilian Ilage mara baada ya kumalizika kwa baraza maalum la madiwani, ambapo amesema kuwa walichokubaliana katika kikao hicho ni kugawanywa kwa kata 4 tu ambazo zinaonekana kuwa zina changamoto katika kuwafikia wananchi wana kushindwa kutatua kero kwa wakati kutokana na ukubwa wa eneo. Ni taarifa kutoka jijini Arusha. Hatimaye madiwani wa halmashauri ya jiji la Arusha wamekataa kuligawa jimbo la Arusha mjini mara mbili, wakidai ukubwa uliopo hivi sasa unakidhi mahitaji ya wananchi, huku wakikubaliana kugawanywa kwa kata 4 za jiji la Arusha. Mkuu wa JKT Tanzania aonya wanaogushi saini yake. Mkuu wa Jeshi la Kujenga Taifa JKT Meja Jenerali Rajabu Mabele ametoa onyo kwa baadhi ya watu wanaogushi vyeti vya jeshi hilo pamoja na kugushi saini yake.
wakitumia katika matumizi mbalimbali, hasa kuomba ajira kwenye vyombo vya ulinzi na usalama. Meja Jenerali Mabere ameyasema hayo wakati akiongea na waandishi wa habari wakati wa ziara yake katika kikosi cha jeshi cha 837 KJ kilichopo mkoani Morogoro. Mabere ameyasema kuwa vijana hao ambao wanafanya uhalifu huo hawajapitia mafunzo ya JKT Tanzania, lakini wanatumia vyeti vya vijana waliopitia mafunzo ya JKT ili wapate ajira, kitu ambacho ni kosa la kisheria. Pindi watakapobainika kuendelea kufanya hivyo, watachukuliwa hatua kali za kisheria. Ni taarifa kutoka Morogoro. Hatimaye mkuu wa jeshi la kujenga taifa JKT Meja Jenerali Rajabu Mabere ametoa onyo kwa baadhi ya watu wanaogushi vyeti vya jeshi hilo pamoja na kugushi saini yake, wakitumia katika matumizi mbalimbali, hasa kuomba ajira kwenye vyombo vya ulinzi na usalama. Waliopata ajali ya ndege wa kutoa wakiwa hai wanasema usafiri wa ndege ndio usafiri salama zaidi duniani, lakini pia ndio usafiri ambao mara nyingi taarifa zake huwa zina vifo vingi kuliko majeruhi, ambapo mwaka 2024 liliwahi kutokea chapisho lililosema siti za katikati ya ndege ni salama zaidi kuliko za mbele na za nyuma. Wakati tukiendelea kutafakari usalama wa usafiri wa ndege kwa miaka ya hivi karibuni, kuna kisa kimoja kimetokea ambacho wengi wamebaki wakijiuliza baada ya mwanaume mmoja ambaye ni rubani wa ndege ndogo pamoja na watoto wake watatu, wote wa familia moja, walipatikana wakiwa hai baada ya ndege ndogo waliokuwa wakisafiri nayo kupata ajali katika ufukwe wa Alaska Kenai nchini Marekani. Bado mazingira halisi ya kutokea kwa ajali hiyo bado hajaelezwa, namna ilivyoepuka kifo katika ajali hiyo iliyotokea katika eneo ambalo linasifika kuwa na upepo mkali wa ghafla ambao uzipa ndege shida. Mamlaka za uokoaji zimesema rubani huyo na watoto wake wawili walifikishwa hospitali mara baada ya kuokolewa karibu na upande wa mashariki mwa ziwa Tucson, ambapo askari wa uokoaji walisema walipokea ripoti Jumapili jioni ya kwamba ndege hiyo ndogo aina ya Piper PA yenye nambari 12 Super Cruiser ilipata hitilafu. Ni taarifa kutoka nchini Marekani. Hatimaye wanasema usafiri wa ndege ndio usafiri salama zaidi duniani, lakini pia ndio usafiri ambao mara nyingi taarifa za ajali zake huwa zina vifo vingi kuliko majeruhi, ambapo mwaka 2024 liliwahi kutokea chapisho linalosema siti za katikati za ndege ni salama zaidi kuliko za mbele na za nyuma. Kinara wa mirungi ya dakwa na jeshi la polisi. Mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya DCA kwa kushirikiana na vyombo vingine vya dola imefanya operation maalum wilayani Same mkoani Kilimanjaro kuanzia Machi 19 mwaka 2025 hadi Machi 28 mwaka 2025, ambapo katika operation hiyo ekari 285.5 za mashamba ya mirungi zimeteketezwa na watuhumiwa 7 wamekamatwa, wakiwemo kinara wa biashara haramu ya mirungi nchini aliyekuwa akitafutwa kwa muda mrefu Intelendwa Zingendwa Kilumbi mwenye umri wa miaka 67 maarufu kwa jina la Mama Dangote. Akiongea baada ya operation hiyo, Kamishna Jenerali wa DCA Alitaslimu amesema kuwa Mama Dangote ni mzalishaji na msambazaji mkubwa wa dawa za kulevya aina ya mirungi nchini, na kwa zaidi ya miaka 30 amekuwa akiendesha mitandao ya biashara haramu ya mirungi na kusimamia masoko ya dawa hizo za kulevya katika maeneo mbalimbali nchini, licha ya kujua kuwa ni kinyume cha sheria. Kamishna Limo amesema mwaka juzi mamlaka ilifanya operation wilayani humo na kutoa elimu kwa wananchi ili waachane na kilimo cha mirungi na badala yake walijikite katika kilimo cha mazao mbalimbali pamoja na ufugaji. Mwaka juzi waliteketeza jumla ya ekari 535 za mashamba ya mirungi. Kwa kushirikiana na uongozi wa wilaya, tulitoa elimu kwa wananchi kuhusu madhara ya dawa za kulevya ikiwemo mirungi. Lengo lilikuwa kuwawezesha wakazi wa eneo hili kujikita katika kilimo cha mazao mbadala na ufugaji kama njia ya kujiongezea kipato. Kamishna Limo pia amesema pamoja na jitihada zote walizofanya wilayani Same na Wizara ya Kilimo na Mifugo waliwapelekea wananchi maeneo hayo miradi ya ufugaji wa nguruwe na wakagawa miche ya kahawa ili kwa mazao mengine ya kutokana na juhudi zao. Wananchi wengi wameachana na kilimo cha mirungi na kuanza kulima mazao mbadala, jambo ambalo wachache waliokaidi na kuendelea na kilimo cha biashara ya mirungi.
Ni taarifa kutoka Kilimanjaro. Hatimaye mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya DCA kwa kushirikiana na vyombo vingine vya dola imefanya operation maalum wilayani Same mkoani Kilimanjaro kuanzia Machi 19 mpaka Machi 28 mwaka 2025, ambapo katika operation hiyo ekari 285.5 za mashamba ya mirungi zimeteketezwa na watuhumiwa 7 wamekamatwa, akiwemo kinara wa biashara haramu ya mirungi nchini aliyekuwa anatafutwa kwa muda mrefu, Ntendwa Zingengwa Kilumbi maarufu kama Mama Dangote.